anasema mshahara wa dhambi ni mauti, bali karama ya Mungu ni uzima wa milele. Manake ile mshahara wa dhambi, anaongea kwa habari ya mshahara wa dhambi kuwa mauti. Manake mwanadamu baada ya kutenda dhambi kwa sababu ya Bwana, manake kwa sababu ya Kristo Yesu tunahesabiwa uzima wa milele. Hebu ngoja nikupe shule kidogo, alafu tuweze kumaliza mahala fulani. Hakuna roho inayojua kwa habari ya kusamehe. Narudia tena kauli yangu vizuri, hakuna roho inayojua kusamehe. Kila dhambi lazima ilipiwe, na kila dhambi inayofanywa lazima ilipiwe. Na ndio maana baada ya shetani kumwasi Mungu, shetani hajapata msamaha mpaka leo. Manake dhambi lazima ilipiwe, na mshahara wa dhambi ni mauti, na sisi tulistahili kuweza kuipata hiyo mauti. Hiyo mauti utajua ni mauti gani, nitakwambia. Lakini kwa sababu ya Yesu Kristo akaja duniani, alikuwa ametolewa sadaka. Alipokuja duniani, Yesu akakubali akubeba dhambi za wanadamu. Na Mungu alipokuwa anamwangalia Yesu, alikuwa anakuona wewe na mimi, alikuwa anawaona wote wachao, alikuwa anawaona mpaka wale juu ya yale ambayo watayatenda na yale watakayoyatenda, na yote yakawekwa juu ya Yesu. Wakati Mungu anamwangalia Yesu namna hiyo, anamuona Yesu akiwa amejaa dhambi, na kwa sababu mshahara wa dhambi ni mauti, ikabidi Yesu akutane na mauti ili iwe fidia ya dhambi yangu na dhambi yako, ili iwe fidia ya kile ambacho nitakifanya baada ya kuzaliwa, ili iwe fidia ya hiyo. Kwa hiyo ili dhambi yako isiweze kuzaa mauti, ilibidi Yesu aweze kutolewa ili aweze kufa kwa ajili yako. Kama unanielewa, sema amina katika jina la Yesu. Nataka tuende hapo kidogo. Unakuja kujiuliza swali moja, kwamba kwa nini sasa kama Yesu Kristo alipokufa alikuwa amekufa ili sisi tusiweze patwa na mauti? Na unajiuliza kwa nini sasa hata waliookoka nao wanakufa? Hebu ngoja nikupe kitu kimoja. Nimekwambia nakupa shule kidogo, alafu utanielewa vizuri. Maana kumwendea Mungu usiyemwelewa unaweza ukapata shida. Iko namna hii, kuna mitazamo miwili kwa habari ya hili, na tunaanza pale mwanzo kabisa. Tunaanza pale mwanzo kwa Adamu, na kuna mitazamo miwili juu ya Adamu. Mtazamo wa kwanza ni kwamba Adamu alikuwa na maisha ya milele. Manake Bwana alipomuumba alimuumbia maisha ya milele, na yale maisha ilibidi yaweze kutunzwa kwa sharti la utii wa kutokula mti wa mema na mabaya. Alipokula ule mti aliambiwa hakika utakufa, na ndipo Adamu akafa. Baada ya Adamu kufa, Yesu anapokuja, kabla ya hapo Yesu hajaja, Adamu anapokula kile kitu, kuna mauti mbili zinatokea. Kuna mauti ya kwanza, alafu kuna mauti ya pili. Mauti ya kwanza ni mauti ambayo mwili unarudia udongo, alafu mauti ya pili inatajwa kwenye kitabu cha Ufunuo sura ya 20 mstari wa 14. Anasema yeyote ambaye hakuonekana kwenye kile kitabu alitupwa kwenye mauti, alitupwa kwenye jehanamu ya moto, ambayo hiyo ndiyo mauti ya pili. Wakati huo tunatafsiri kwetu ya kwamba mauti ni roho na nafsi kuchomoka kwenye mwili, lakini ulimwengu wa roho unaihesabu mauti katika namna nyingine. Kwa hiyo baada ya pale mauti ya kwanza ikaonekana, Adamu na Hawa wakafa, na kwa sababu duniani pakawa hapafai tena, kuna wana wa Mungu na wana wa Shetani. Kwa hiyo Mungu hakutaka huo mchanganyiko uweze kutokea, ya kwamba ayarudishe maisha ya mwanadamu ya umilele yabakie hapa. Kwa hiyo akawa anatengeneza uzima wa milele zidi
ya mauti ya pili ambao ni uzima bora kuliko uzima wowote. Alafu kuna mtazamo wa pili ambao unasema ya kwamba uzima wa Adamu haukuwa ni uzima wa milele, ulikuwa ni uzima wa muda, ya kwamba yeye Adamu alikuwa naye ana mwili wa kufa. Kwa nini mtazamo unasema? Kwa sababu Bwana alipoumba, aliumba katika miti aliyoumba, aliumba na mti wa uzima. Ule mti wa uzima manake kazi yake ni kuzalisha uzima, alafu akaweka na uti wa ujuzi wa mema na mabaya. Adamu akawaambia utakula vyote, lakini huu wa ujuzi wa mema na mabaya hautatakiwa kula. Kwa hiyo Adamu alipokuwa anakula miti mingine, alikuwa anakula na mti wa uzima. Anapokula mti wa uzima, manake hiyo ni condition ya yeye kuendelea kuishi. Na hata kama asingekula ule mti wa ujuzi wa mema na mabaya, angeacha kula mti wa uzima, manake angekufa. Lakini ajala mti wa ujuzi wa mema na mabaya, ila ameacha kula mti wa uzima. Na huo mtazamo unatetewa tena. Wakisoma pale Mwanzo sura ya 2:22-23, tunaona baada ya kuweza kula ule mti wa ujuzi wa mema na mabaya, na Mungu anawafukuza, anasema hivi, watu hawa tayari wameajua mema na mabaya, sasa wasije wakaenda wakala mti wa ujuzi, wakala mti wa uzima, wakaishi milele, wakikuwa na uwezekano wa maisha ya milele kuendelea. Na baada ya kutenda dhambi, kama wangeufikia mti wa uzima, na pale aliposema utakufa hakika, na manake alikuwa anasema hivi, wakati wowote utakaojaribu kuweza kula tunda la ujuzi wa mema na mabaya, utakufa hakika. Kwa maana ya kwamba utazuiliwa usiweze kufikia mti wa uzima, na ukizuiliwa usikutane na mti wa uzima, manake wewe utakufa, manake wewe utakufa. Sasa tunaachana na hiyo mitazamo, lakini jambo la msingi lilipia ni kwamba iwe umeokoka, kuna siku utakufa, kwa sababu hapa naye Adamu asingekula tunda la ujuzi wa mema na mabaya, angekufa katika mwili, kwa mujibu wa mtazamo wa pili ambao nimekuelezea. Sasa achana na hiyo ajenda. Ajenda ni maisha na baada ya huu mwili kurudi kwenye udongo. Hiyo ndio ajenda ya maana. Na maana hapo kuna uzima wa milele, na hapo kuna mauti ya milele, yani jehanamu ya moto. Hatukustahili kuweza samehewa, lakini Yesu akatujia, na yeye akafa kwa niaba yetu, ili tuweze kusamehewa, ili tuweze kusamehewa, ili tuweze kusamehewa. Na katika yeye tunapewa uzima wa milele, na katika yeye tunapokea uzima wa milele. Na kama nanielewa, sema bila kwa jina la Yesu. Katika Yesu tunapokea hicho kitu kinaitwa uzima wa milele, na tunaupokea uzima wa milele. Pamoja nikwambie kamanda na mtoto wa Bwana uliyeko hapa, hii dunia tunapita, lakini kuna maisha baada ya hapa. Ulimwengu tunapita, na kuna maisha baada ya hapa. Na Yesu alivyokuwa amekufa, alifungua kitu kinaitwa neema. Na manake neema ilizaliwa na baada ya Yesu kufa msalabani. Hatukustahili kuokolewa, hatukustahili kusamehewa, lakini kwa kifo cha Yesu nasi tumestahili kuokolewa, na tumestahili kuitwa watakatifu, na tumestahili kuitwa watoto wa Bwana, na tumestahili kuitwa wateule, na tumestahili kuitwa makuhani wa Bwana, na tumestahili kuingia na watakatifu na watakatifu, na kwa sababu ya Yesu aliye hai. Na hiyo neema ambayo imefunuliwa, na sio kwamba inatufundisha kutenda dhambi. Hiyo neema mtumishi wa Bwana akasema, moja, inatufundisha ya kukataa ubaya na tamaa za kidunia, na mbili, inatufundisha kuishi kwa kiasi, na tatu, inatufundisha kuishi kwa haki na utauwa. Hiyo neema ambayo Bwana ameiachilia inatufundisha kumpendeza Bwana, inatufundisha kuishi vyema na Bwana.
kuachiliwa, hiyo neema iliyoachiliwa. Lakini kuna wakati ambao hata neema unayoiona, hii neema ina kikomo. Hii neema unayoiona ina kikomo. Hii neema unayoiona ina kikomo. Narudia tena, hii neema unayoiona leo ina kikomo. Wakati ambao unalisikia neno namna hii, wakati ambao unamsikia Mungu anasema namna hii, wakati ambao unaambiwa tayari umesamehewa, unatakiwa kukubali tu msamaha. Hii neema ina kikomo. Hii neema ina kikomo. Nasitaki kueleza kwa habari ya maisha ya ndani ya dhiki kuu, ambayo watu watajitetea kwa damu zao, ambayo watu watajiokoa kwa damu zao, ambayo watu watajipigania kwa damu zao. Wale walioikataa damu ya Yesu iweze kuyatakasa maisha yao. Lakini nataka niongee hapa ya kwamba baada ya maisha haya iko hukumu ya milele. Iko hukumu ya milele, na wale watakaopona ni wale waliomwamini Yesu. Maana Warumi 8:1 inasema, maana hakuna hukumu ya adhabu kwa walio